how to pray effectively, namna gani ya kuombea mahitaji yako ya muhimu. Kuna aina kuu 4 za mahitaji ya muhimu ya mtu. Ili mtu aitwe amepata upenyo na amefanikiwa, ni lazima awe amepenya kwenye maeneo haya makubwa 4. Hitaji la kwanza ni hitaji la kiroho. Biblia inazungumza katika waraka wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 2, anasema mpenzi ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo. Ili andiko nitalisoma baadaye na nitalitafsiri vizuri baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hitaji la pili ni hitaji la nafsi. Mahitaji ya kinafsi ama mahitaji, the soul need, hitaji la nafsi. Hitaji la 3 ni mahitaji ama hitaji la mwili, na hitaji la 4 ni mahitaji ya kiuchumi. Sasa haya mahitaji makuu 4 ndiyo yanayomfanya au yanayomdefine mtu amefanikiwa. Kwa bahati mbaya sana, watu wengi sana huwa wakifanikiwa kwenye eneo moja la kiuchumi ndio wanahesabika kama wamefanikiwa. Watu wengi sana huwa wanachanganyikiwa, wanafikiria wakifanikiwa kiuchumi wamefanikiwa. Ukifanikiwa kiuchumi haujafanikiwa ipasavyo kufanikiwa. Ni kweli tuna mahitaji ya kifedha, lakini mahitaji ya kifedha hayaondoi mahitaji ya kinafsi, na wala hayaondoi mahitaji ya kimwili, na wala hayawezi kuondoa mahitaji ya kiroho. Na kwa nini tunaanza na roho? Ni kwa sababu kama tukifanikiwa kiroho, our spirit. Twende sasa kwenye ile andiko pamoja. Waraka wa 3 wa Mtume Yohana kwa watu wote, mlango wa 1 na mstari wa 2. Anazungumza, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. La ajabu sana, haya maandiko leo nimeyaona in a different way. Lile neno mpenzi linamaanisha roho yako, afya yako linamaanisha mwili, alafu roho yako linamaanisha nafsi yako, alafu mambo yote linamaanisha uchumi. Anaposema mpenzi anamaanisha roho yako wewe, maana roho, mtu ni roho, anayo nafsi, anaishi katika mwili. Haya mambo makubwa 3, roho, mwili na nafsi, vinakuhusu personal. Alafu mahitaji ya kinafsi yako nje yako. Your financial needs are outside of you, but your physical need, your spiritual need, your emotions need, your feeling needs are in your side, in yourself. Ya maana yake moyo, roho, nafsi, hisia, haya ni mambo yanayokuhusu wewe. Sasa tunaweza kusema mtu amefanikiwa, tunaweza tukampata mtu amefanikiwa pesa, lakini kichaa, mwenda wazimu, nafsi yake imepinda, ana roho mbaya, hakai na mke, hakai na watoto, haheshimu wazazi. Huyu mtu nafsi yake ina matatizo. Nazungumza namna ya kuomba kwenye maeneo makubwa mangapi? 4. Sikiliza, uwaga tunatanguliza mahitaji ya kimwili ama ya kinafsi ama ya kiuchumi, tunaachana mahitaji ya roho. Biblia inazungumza katika Efeso mlango wa 1 mstari wa 3, anasema hivi, ubarikiwe Mungu aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Maana yake ni hii, kama roho yako haijafanikiwa, hauwezi kufanikiwa kimwili, kinafsi na kwa namna yoyote. Kuwa na vitu haimaanishi umefanikiwa. Unaweza ukawa na vitu havina utukufu. Wakati wenye mkutano ule wa kule kwa Morombo, kule dampo, mimi nilikuwa very rough, mpaka nilikuwa naogopa kutokea kwa watu. Lakini kuna siku moja nilikuwa navaa suti, nafunga na tai. Kati ya watu East Africa, kati ya watu masmati ni Waganda. Waganda wanajua kuvaa. Nenda Uganda, muulize Titus atakwambia. Wale vijana wa Kiganda wakaniambia, Bishop, one of the thing tumekuwa admired kwako ni pamba. Baba unajua kuvaa sana. Nikamwambia najua kuvaa, na siku nilikuwa nimevaa kango simple tu na madoadoa, kale kana madoadoa ya duara. Wakaniambia hapana, kila siku tukikuona umevaa simba huko, tukikuona umevaa suti huko, tukikuona umevaa, yani wewe unajiona rafu lakini uko smart. Walichokuwa wanaona sio zile nguo ninazovaa, ni ile nafsi iliyofanikiwa na roho iliyofanikiwa na mwili uliofanikiwa na uchumi uliofanikiwa. Kuna mtu mmoja nakutanaga pale mjini, mahali tunakulaga mahali pa hela nyingi sana. Siku hela nimepata, kasadaka kameongezeka, ama siku na kuandaga mahali wakati wawili. Nimeishiwa sana mtumishi wa Bwana, ama nimepata hela. Wakati nimeishiwa sana, waga nataka kumuonyesha shetani ana aibu. Naenda pale, nitakopa hata songesha. Nile tu chapati 28,000. Wangapi mnajua pizza ni chapati tu na inauzwa 28,000, 32,000. Chapati moja ile mnakulaga 300, mimi naenda nainunua 30,000.
Nakaa pale nasema nipe pizza, ndio siku nimeishiwa. Lakini siku pia nina hela, naenda pale nakula. Siku nina hela nakuaga mbaili, nanunua tu kaandazi ka 1500 na kachai. Lakini pale kuna baba mmoja anakujaga. Huyu baba anakuwa na, maana mimi najua bei za nguo, amevaa mashati yale ya 120,000, tai zile za 40,000, mkanda sijui shilingi ngapi, na koti la suti sijui la bei gani, viatu vya hela nyingi. Lakini ukimwangalia hivi unashtuka, unahisi ni mganga wa kienyeji ameletwa mjini na mteja wake. Hakuna mtu amenisikia hapa? Yaani unatoka mjini ule kuona mama au mzee wa Kichaga au wa Kikibosho au wa Kishimundu ama wakule Singida, maana mnanioneaga sana watu umetoka kule Kigoma kwanza kule kwenu Kigoma, ameletwa mjini na watoto wake, alafu watoto wakaona huyu mzee sasa atatutia aibu, wanabidi wampeleke hapo madukani wamnunulie nguo, alafu amlete kunywa chai. Ule kutana naye ana shati jipya mpaka bado nyuzi zipo na mikunjo ile ya shati haijaisha. Ukivaa unaonekanagaje? Kuwa na vitu akutoi tafsiri ya mafanikio. Unaweza ukavaa gauni la 300,000, lakini tukikuona tunahisi hili gauni lilikuwa la mtoto wako likambana. Nafsi iliyofanikiwa hata akivaa ka t-shirt anapendeza, akivaa ka simple anapendeza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Akinyoa nywele anasifiwa, umekaa vizuri. Akiweka nywele dawa zinapendeza, akisuka rasta zinapendeza. Sasa ngoja niwaambieni, achaneni na kukimbilia vile vitu kwanza. Fanikiwa kwanza kwenye hivi ninavyovisema. Mpenzi, ufanikiwe na kuwa na mambo yote na furaha na mafanikio yote kama roho yako ifanikiwavyo. Sema amen. Wakati ngoja niwaambieni, mtu mwenye furaha ya moyo vitu vyote vinamfuata. Uwaga sisi tunaanza kuvitafuta vitu kabla hatujajitafuta sisi. Ukiwa ni mtu mwenye roho mbaya, una tabia mbaya, mlaku, hata vitu vikija vinapishana wewe. Sasa ninachokuambia, pray effectively. Ombea mahitaji yako ya kiroho vizuri. Na nilisema mahitaji ya kiroho, Bwana Yesu asifiwe sana, ni upenyo wa rohoni. Mahitaji ya rohoni ni upenyo wa rohoni. Ukiimba, ukishika maiki, watu wanasikia wameenda rohoni. Ukisema tu jamani naomba tusimame tumsifu Bwana, unashika tu mikono yake, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe. Kila mtu anaimba tuni yake, maana mimi sina. Oh, ainuliwe Mungu. Makofi mazuri na vigelegele, na mgeni wetu ameingia. Unajua nini tofauti? Ni upenyo wa rohoni. Wewe unavoko mwanangu ukiimba mpaka lakini sasa upako hakuna. Haujapenya rohoni. Kwa baraka za kiroho ni upenyo wa rohoni. Naomba niwaambieni, ukiwa umepenya rohoni vizuri na umeakalisha mashetani mahali yanapaswa kukaa, hata ukivaa kashati unasifiwa. Lakini kama huna hicho, unavaa kashati kako kapia kazuri keupe kama kakwangu, yaani ukitokea tu umeenda mahali kwa mama ntilie kwenda hapo kunywa supu ya utumbo, yaani ile unapewa tu vinamwagikia kwenye shati yote. Upenyo wa rohoni unakusaidia. Unajua mimi nawaambia, mimi niliwaambia kuna wakati nilikuwa kila nguo yangu ina shimo. Siku hizi shetani akichoma nguo namwambia nanunua nyingine. Yaani nikiwa na pasi suti kama hivi ikaungua, nampigia mwenye duka sasa hiyo, alo, lile kote la suti nimenunua pale, kuna lingine. Nasema tulimaliza mchungaji, naambia agiza mara moja kama hilo. Namuonyesha shetani, uwezi kuniandu. Kiatu nikinunua kimependeza sana ama kimeharibika, nanunua cha pili. Nanunua sare. Jamani, mnanisikia vizuri? Lakini una kigauni chako umekifua tu hivi, unaanza kusingizia maji ya kisima. Hamna, hauna upako, hauna upenyo wa rohoni. Na waambieni jamani, yani ningekuwa naweza kuwapa ningewaapia, lakini nimekatazwa. Nataka kusema hivi, nina ushuhuda. Yani mimi nilipokuwa sina breakthrough ya kiroho, nikinunua nguo nikipasi naliwa na pasi.
Nikiweka kabatini inaliwa na kabati. Umepeleka koti lako na suti, wanakwambia mtumishi usipige suti, usipige nini, usipige pasi, tunakupigia. Akirudi kijana anajeka, lakini mchungaji limeongoni huko mgongoni, halina shida mbaya sana. Huko mgongoni kiangalia limesha. Sasa sikiliza, kama nimevaa nguo hapa na najua hapa mgongoni kuna shimo, kwani wewe uliona? Lakini kwani unajuaje? Unafurahia wewe nafsini mwako. Vaa nguo uipende wewe kabla ya jirani yako hajaipenda. Jiangalie, sema nimependeza kabla watu hawajaniambia nimependeza. Wakisema sijapendeza haiwahusu, maana sio wao wamevaa. Ni nani amevaa? Ni mimi. Sema amina. Sasa naweza nikaongea sana. Upenyo wa kiroho una faida nyingi sana sana. Ukiwa vizuri kiroho, hata pesa haipotei. Anyway, mahitaji ya pili ni mahitaji ya kinafsi. Mahitaji ya nafsi tuliyaombea sana. Moja kati ya hitaji kubwa la nafsi ni upendo. Nafsi ya mtu inapenda kupendwa. Kwa hiyo mahitaji ya kinafsi ya mtu ni ulinzi, upendo, care. Mtu ambaye hajapendwa vya kutosha hawezi kutoa upendo. Na ndio maana kumbuka, haya ni mahitaji ya kuombea. Na ni Mungu tu anaweza akafanya recovery. Kwa maana wewe ulikuwa mdogo hujapendwa. Ndio maana unaona mimi waga sipendi watu wakisukuma watoto wangu. Katoto kama haka hivi unakaona kanapita, mnakaona kanasumbua, lakini kenyewe ndio kanafurahia, kanatengeneza nafsi yake. Nilienda kule, kama mnakumbuka, tulipokuwa kwenye mkutano kule kwa Morombo, kule Dampo. Tulikuwa pale na Junior. Mnakumbuka Junior na nani? Na Jonathan. Junior yuko wapi? Kama yuko hapa. Junior yuko wapi? Simama Junior kama uko karibu. Na Jonathan na Joshua, sio Junior simuoni. Lakini atakuwa around somewhere. Tulikuwa kule, watoto wanafika, mama yao wanafika mapema, tuanze maombi kwenye semina ya wachungaji. Vitoto vilikuwa vinaomba kuliko wachungaji. Yaani nilikuwa Junior akianza kuomba mpaka wazungu wakamfuata. Mnakumbuka kanapanda mpaka madhabahuni. Wale wa Marekani wanakashika mkono, wanaenda nako, wanapanda wanateremka. Katoto kamepiga maombi. Yaani tukianza tuombe, katoto. Sasa nikuulize, kalikuwa kanajua kanaombea nini? Kana mzigo wote wa kuombea? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni kwa sababu kamependwa, kanatiwa moyo. Mimi nikijaga hapa kuomba, napendaga kutembea. Nikiwa natembea hivi, Joshua anakuja ananishika mkono. Joshua Irene siku hizi ananiogopa, lakini Joshua anakuja ananishika mkono. Au Jonathan wa Mama Miriam anakuja ananishika mkono. Anapenda nitembee, niende naye niombe. Sasa wakati sipo, kanaomba. Unaonaje kananishika mkono? Pia nienda mimi naomba. Nafsi inahitaji kupendwa, kuwa appreciated. Ukikosa haya mahitaji, umekuwa mtu mzima. Ndio maana wewe leo hii umepata wachumba 5 wamekuacha. Hauna tafsiri ya upendo. Mtu anakupenda, anakufuata mahali ulipo, au anakufuata nyumbani kwako, au anakuambia nitakusindikiza mahali. Sizungumzi mchumba, na maanisha mtu tu, rafiki yako wa kawaida, shoga yako mwingine, shoga kabisa, mwanamke mwenzako. Sasa anakuja kwako, ulimwambia saa 2 mwaya tukutane, wewe saa 2 haujawa tayari. Akifika hapo saa 2 unakuta hausikii. Saa 3 haujaenda, saa 4 haujaenda. Akikwazika unakasirika. Ni tafsiri ya kule nyumbani ulipokuwa mdogo. Mnanisikia vizuri watu wa Mungu nyie? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyefundishwa kwamba ukichelewa utamkwaza mtu, uwaga anaogopa kumkwaza yule mtu, anaanza kujiandaa. Kanisa la Bwana, naomba kusikia amina. Nafsi inahitaji kupendwa, kuwa appreciated. Ngoja niwaambieni, mtu ambaye amekuwa akifanya vizuri kila wakati na aambiwi umefanya vizuri, huwa anaacha kufanya vizuri hata mahali anapotakiwa kufanya vizuri. Narudia, mtu ambaye huwa alipokuwa mdogo alikuwa akifanya vizuri, haambiwi umefanya vizuri, asifiwi. Nimewahi kufundisha kwenye malezi hapa, fimbo kwa mtoto inalingana na upendo. Upendo unalea kuliko fimbo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikapenda katoto, kanaogopa kukukosea, kanaogopa kukukwaza. Na kuna eji mbaya
hasa eji ya miaka 7, 9 mpaka 15. Kasichana kanapoanza kukua mpaka kanapovunja ungo, kuanzia darasa la 4 mpaka la 7, la 3 mpaka la 7, kakikosewa pale kanaharibika. Mdada anachumbiwa na mkaka, anakosea na asemi nisamee, na akimwambia anamwambia kama mimi sipendi mtu akunipelekesha bwana, sipendi mtu akunipelekesha. Sasa kama unanipelekesha pita zako hivi, maisha yataendelea tu. Tatizo, huyu mtu hajui kupendwa. Ukiona mtu anasisitiza sana wewe kukaa sawa sawa, anakupenda. Narudia jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asiyekupenda kwako anakuwa chawa. Halo, machawa yote hayapendagi watu, ni washabiki tu. Machawa ni sana mtu, Messi, siji Ronaldo. Wewe unacheza unalipwa? Kwani wewe ni Argentina? Wewe hata sio Tanzania, wala hao sio unashabikia. Yani sisemi washabiki wa mpira ni wabaya, endelea kushabika Messi sawa, lakini mtu anayekukosoa anakuambia unajua kivaga hii nguo ikupendezi, acha kumwambia achana na mimi. Mtu anakuja mbia, kwa kweli dada, hii shape hii haifai suruali. Anambia wewe umenionaje? Pita hivi. Unajua amekupa tu, asema unajua wewe haka kashepu kako kanafaa nini? Kanafaa ungevaa kagauni jamani. Ungevaa nini? Gauni kama hiyo. Si ndio mama unaonekana kama mchungaji, lakini unavaa hivi unakuwa kama changudoa. Ukiona watu waliokosoa wote unawachukia, una tatizo la kinafsi. Wangapi wako hapa, tuseme ukweli, ukikosolewaga inauma? Utaki. We ukiambiwa ni mchafu unakasirika. Mahitaji ya nafsi yanaweza yakaathiri maisha yako ya ndoa, maisha yako ya huduma, mwenendo wako wa kuishi. Sasa yapeleke msalabani, omba. Nataka kusikia amina. Kumbuka somo letu ni la maombi, si ndio? Nafsi ina mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, kumbukumbu ya mambo yaliyokuumiza. Kumbukumbu ya mambo yaliyokuumiza huwa yanaacha, nataka kuyataja mambo yanayobakia. Kumbukumbu ya mambo yaliyokuumiza huwa yanaacha moja, majeraha. Nafsi ina mambo makubwa mawili. La kwanza, kumbukumbu ya mambo yaliyokuumiza yanaacha majeraha, moja. La pili, inaacha makovu. Jeraha linaweza likapona, kovu likabaki. Mtu ambaye anasimama anatukana wa Masai, na wewe ni Mmasai, hata kama upendi mila ya Kimasai, akitukana ina level fulani unaanza kama mimi Argentina wameacha kwangu kovu. Nimesikia namna walivyowafanya vibaya, walivyowatendea vibaya babu zetu. Inaacha jeraha, inaacha kovu. La tatu, inaacha maumivu. Mambo yaliyokuumiza yanabakiza maumivu. Mambo yaliyokuumiza yanabakiza uchungu. Mambo kama yale yakitajwa unalia. Unakuta mtu anaenda kwenye msiba haumuhusu kabisa, lakini akimuona mjane wa marehemu anaanza kulia mpaka kumbe yeye aliumizwa na msiba wa mtu fulani, alifiwa na mume wake, alafu ile mama labda akapata jambo fulani, ile kumbukumbu inamjia. Kuna mama mmoja alienda kwenye msiba, nilisikia akawa analia. Alipolia akaulizwa kwa nini, asema marehemu ana ndevu ule mzuzu mrefu kama beberu wangu aliyekufa, aligongwa na gari akafa. Kwa hiyo yeye yule beberu alipokufa aliacha kumbukumbu ndani ya moyo wa huyu mama, ndio kwa mategemeo yake. Beberu akafa, mama leo anaona mzee wa watu kafa, ustazi ameacha mzuzu. Kinachomliza sio kifo cha ustazi, ni nini? Ni ndevu, kumbukumbu. Yani mahitaji ya nafsi ni ya muhimu sana. Kuna watu unafikiri unawapenda lakini si kweli. Takwambia. Kwa hiyo inaacha maumivu, inaacha uchungu, inaacha chuki. Kuna mahali nanunua kashamba, nimewalipa hela, bado anadai la kidogo, shamba kama milioni 8 9. Ni milioni 9 kama 10. Wamebakiwa na dai 800,000 na walipa kidogo kidogo. Kwa nini? Mama anasema hii hela ilipo kidogo kidogo. Mzee wa boma anasema hela ilipo yote. Kijana anasema nilipe kidogo kidogo. Mama anataka kidogo zaidi, kijana anataka kubwa zaidi. Kijana akamuuliza kuna shida gani? Anasema unamuona baba yangu mkubwa huyo baba yangu mkubwa huyo simpendi. Kwa nini? Baba yangu alipokuwa hai alikuwa akilewa, baba mkubwa anaenda nampiga,
Baba mkubwa, baba akiuza shamba anaenda akanampiga na mnyang'anya hela. Kwa hiyo mtoto amebakia na chuki. Akaniandikia message ndefu namna hii na ananiambia, naomba mchungaji unipeleke kwa mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa wa Makonda. Hata ajui kama Makonda alishaondoka kwa mkuu wa mkoa. Apeleke malalamiko yake, kwa nini baba mkubwa anamnyanyasa sana. Kwa nini? Kwa sababu baba mkubwa anawafuata sana wakitaka kuuza mali zao. Kwa nini? Baba mkubwa alikuwa anampiga baba. Kwa hiyo imeacha chuki. Baba alishakufa, aliyepigwa ni baba yake siku nyingi, nafsi ikapata jeraha. Jambo la pili, nafsi iliyoumizwa, nafsi jambo la pili, mambo yaliyokufurahisha. Jambo la pili la kuombea ni ukombozi wa nafsi huu. Jambo la kwanza, mambo yaliyokuumiza, unaomba ukombozi. Na lazima uyajue na uyataje mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usiombe tu unajua baba, kwa kweli mimi baba yangu aliniumiza, alinikwaza, lakini baba asante tu. Mwambie baba nashukuru. Wewe ni baba wa mbinguni. Ulisema nyumba na mali mtu anapata kwa baba yake. Lakini mimi ninaomba unisamehe na umsamehe baba yangu, alinikwaza. Kwa nini? Alichukua shamba alilonipa urithi akauza. Unataja kabisa, mama yangu alinikwaza, aliwasikiliza wadogo zangu kuliko mimi akanipiga. Baba yangu alinikwaza, aliniita mbele za watu wote akanitukana. Akasema utakuwa malaya, utakuwa mchawi kama shangazi yako. Alinitukana baba yangu au babu yangu au mjomba. Ninaomba baba, ninamsamehe, ponya hilo jeraha. Lakini jambo la pili, mambo yaliyokufurahisha. Mambo yaliyokufurahisha ukufanya kuwa mtumwa wa dhambi. Neema, mdada wa zamani, mtu aliyekuintroduce disco, na ukafika pale disco ukakuta inaimbwa humkomboti au zile nyimbo za zamani, twende Nairobi tukamuone baba moyo. Hii ni mzee Chonjo. Ulikuwa umeajiriwa mahali mzee Chonjo, RTC sijui ama wapi, shirika la reli, ni baba yako hao nani, umekaa pale wewe, waliokupeleka disco kila siku ile nyimbo kama twende Nairobi, ukanywea hapo mtaji. Mzee John ameanza kucheka. Ukianza kuona wanaocheka ni watu wazima. Mambo yaliyokufurahisha yanakutia utumwani, kwenye utumwa wa dhambi. Ndio maana unaona wazee wengi hawaokoki, wanakumbuka vitu vilivyowafurahisha. Wanapenda kwenda kijiweni, wanapenda kwenda kunywa na pombe na watu. Juzi jioni kwa na mpendo wangu mmoja akaniambia, baba tukutane mahali tukanywe supu ya samaki. Akanipeleka, tukaenda pale tukaanza kunywa supu ya samaki. Jamaa akapiga mkia wa ng'ombe mlaini, kwa popo kipande kimoja kupiga hapa hivi, ni kama unakula sega la asali kwa kweli. Si umefunga? Nikapiga supu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nimetoka kwenye hiyo meza, tunalipalipa pale, analipa bili. Mimi nimesimama pembeni, nikaona wazee wawili, watu watanashati. Ukiwaona unaona wasomi, wana mvi za kisomi kama za Joshua, zinameremeta, unaziona kabisa hizi zimepigwa mafuta hizi. Lakini wameweka mezani, wanakunywa maji kubwa na soda, club soda. Nikasema wazee wanakunywa club soda na baridi hii. Ni kama saa 2 na saa 3 ya usiku hivi. Wamelaza mzinga mkubwa wa whisky konyagi hapo chini. Ni saa 3. Ndio mbichi kabisa, ndio umeanza. Wataenda nyumbani saa ngapi? Hao wazee wana matatizo ya sukari, wana matatizo ya pressure, wana matatizo ya moyo, wanatoboa. Maisha yameishia hapo. Lakini kwa nini hawawezi kuacha? Kuna vitu vinavyowafurahisha. Kwa nini wababa wengi wenye shida za ndoa nyumbani hawarudi? Ukimuuliza una shida na mke wako, sasa sina shida kabisa. Lakini kwa nini urudi nyumbani? Hana kinachomfurahisha nyumbani. Kinachomfurahisha kimemfanya mtumwa baa. Ili kujitoa kwenye nafsi, hasa wababa oye. Hamtaki tena wababa oye. Wanaume Joshua oye. Vitu vilivyokufurahisha vinakutia utumwani, kwenye utumwa wa dhambi, uovu na mwenendo mbaya.
Kuikomboa nafsi yako ni kuomba Mungu, hivi vitu viniache. Wangapi mnajuaga umbea ni mtamu? Wangapi mnajua? Hamtaki tena? Cheusi wangu Mangala, umbea ni mtamu. Umbea, wangapi mnajua watu wa Mbeya wanaendaga kwenye vikao vya umbea kwa sababu ni mtamu? Hamtaki tena? Wadada hapa ndo kuna wanawake wengi sana. Hapa ni mzee Chonjo tu na watu wachache. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakubaliana umbea ni mtamu. Unapoenda mahali unapiga umbea, kuna shoga yako hujamuona siku nyingi sana, ukimkumbuka mpaka mate yanajaa mdomoni, unameza la kwanza, unameza na la pili tena, unameza na la tatu, umemisi mpaka unasikia kiu. Kisa hajakupa nini? Umbea. Unasema siku hizo wana jina jingine wanaita nini? Ubuyu. Tena sio ubuyu wa kawaida, ubuyu wa Zanzibar na Pemba. Zamani walikuwa wanauita ugoro. Nipe ugoro bwana. Umbea ulikuwa unaitwa ugoro. Wakaona ugoro ni mbaya. Sasa wanaita ubuyu. Nimegee ubuyu basi. Ubuyu huwa unaitia nafsi yako utumwani. Wanawake wa Mbeya, wasengenyaji. Usengenyaji umeharibu kanisa. Moria hapa sisi tumepata shida sana na wasengenyaji. Nyie ni wamama mko hapa, mna issue ya bishop, mna issue ya mama mchungaji, mna issue ya Neema, mna issue ya dada Kalista yuko hapa. Kwa nini mnashindwa kuitana mkasema tumsaidie? Mpaka tufanyane neema. Alafu mnajua mahali mnaenda kukutana, mnakula ubuyu mnajaa pepo. Ukikubali kutoa Neema, wewe ni dada mwenye nguvu ya akili. Epuka ubuyu. Kwani unafikiri utaacha kuambiwa? Yaani hakuna mtu ambaye haambiwi. Mimi siku nyingine hapa mama bishop akaniambia, unajua wewe bishop, wewe mbando utaka. Yaani nani akwambia neno lake? Wewe ukiambiwa tu sasa hiyo umetoboa. Nikasema na mimi nitatoboa. Ukiniletea ubuyu wako na mimi na umwaga hadharani piwe. Simaanishi ukiniambia kila kitu nitasema. Kuna vitu vya Titus najua sijawahi kumwambia. Na vilikuja kwangu sio kama ubuyu, ni taarifa. Tofautisha taarifa na nini? Na ubuyu. Mtu anayekuja kwako kukusengenya, anakuja kwako kumsengenya baba Alfa. Tofautisha. Baba anaweza kaja kwa baba Alfa isema Sunday, tumsaidie mzee bwana, avaagi koti. Hizo ni taarifa, ni ubuyu. Taarifa. Lakini mtu anakuja kwako hivi sana, mnakaga na mzee kila siku, mna shida kweli. Hivi pale kuna Nairobi unaenda hivi. Kuna siku moja mzee nilikukuta mahali. Nikakulia timing. Nikakuangalia muda wote, nimeenda nikarudi umekaa pale. Nikaenda baadaye nikakuta mlikuwa unafanya service ya pikipiki, nikajiona aibu sana. Nilikuwa natafuta ubuyu usio na maana. Sema kwa jina la Yesu, vitu vyote vilivyonifurahisha vikanitia utumwani, nikawa mtumwa wa dhambi, kwa jina la Yesu na vitapika kutoka ndani yangu kwa nguvu ya maombi na kufunga, na utapika kwa jina la Yesu. Jambo la mwisho ni jambo la nini? La mwili. Haya mambo matatu nilikuwa nazungumza na wewe. Unajua eneo la uchumi sina haja ya kusema sana. Mwili. Naomba nikimbie maana nimemaliza muda wangu sasa. Ukombozi wa mwili. Mahitaji ya mwili ni sawa na Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 10 na ngapi? Naomba kwa ajili ya muda mniruhusu nisisome sana, nisitafsiri sana. Lakini nafikiri nikidadavua mnaelewa zaidi, si ndio Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 13, Biblia inasema hivi: vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula, lakini Mungu ataviondosha, atavitoesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Sema amen. Mahitaji ya mwili ni chakula. Kwa nini Biblia imetaja zinaa pale? Nitakuonyesha matatizo ya mwili. Mahitaji ya mwili ni nini? Ni chakula. Hitaji la pili la mwili ni mazoezi. Jamani, Bwana asifiwe sana.
Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari, Timotheo wa kwanza mlango wa 4 Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 8. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa maana kujizoeza kwa kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utaua ufaa kwa mambo yote. Yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ule utakao kuja baadaye. Nilipokuwa nafundisha mahitaji ya roho, utaona mahitaji ya roho yanaonekana yana faida ya sasa hivi na faida ya baadaye. Mahitaji ya mwili yana faida ya sasa hivi. Mwili ukisha kufa, hata kama ulikuwa na misuli kiasi gani, inaoza. Kwa hiyo mahitaji makubwa ya mwili ni afya. Amen. Ambayo inapatikana kwenye chakula na mazoezi. Sasa hapa nikija ndio nitachanganyia watu kabisa. Nimeona clip moja inasema mtu atakaye, kama mdada unataka uwe mzuri, sweet, beautiful, kula vizuri, fanya na mazoezi. Usile kumaliza. Achana sahani 2 maharage, sahani 2 maharage. Sasa mimi sishibagi, kwa hiyo inabidi ukila wali uchuzi ushibi, kwa hiyo napiga wali maharage, kama nasema niongezee maharage. Chapati 5 maharage, achana nayo. Lizoeshe tumbo tu, situko kwenye kufunga. Mbona hujafa na unafunga mpaka jioni? Achana na vyakula ya ovyo, fanya mazoezi, kula vizuri. Pumzika vya kutosha. Kwa kuwa nyie si wazee, sina haja ya kuambia sana hayo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukombozi wa mwili unahitaji kula vizuri na kufanya mazoezi. Amen. Na jambo la tatu ni kupeleka mwili kwenye maombi. Kuna wamama ni wanene, watoto wao wananenepa, sasa mwache ale. Unamuua mwanao. Unabadilisha hormones za mwili wake, anaanza kuwa mzee kabla hajawa mzee. Sisemi sana. Mimi huwa nawapigia watoto wangu kelele, punguzeni mwili. Siku watakuja kukumbuka mimi nitakuwa mzee sana. Mjukuu wangu, unaendeleaje? Sasa natetemeka mimi, ndio amekuja anamwambia, maana nilikuwa namuona bibi mmoja yuko kule Uingereza, ameenda kwenye nyumba ya wazee ili akakae na mtoto wake mzee. Yaani yeye ana nguvu, lakini mtoto wake, yeye bibi ana miaka 96. 106. Alafu mtoto wake ana miaka 80. Mtoto wake ni mzee kuliko bibi. Kwa hiyo kwa kuwa yuko kule nyumba ya wazee, inabidi bibi aende akamsaidie mtoto wake mzee kuliko yeye. Kwa nini? Mtoto alikuwa anapiga sukari, soda anakunywa kama zote. Bibi alikuwa ni nesi, anatunza mwili wake. Sasa mimi sitaki wewe uende mahali na mtoto wako. Miriam, wewe na mama miaka 10 ijayo, nani atasalimia shikamoo? Unajua mama yako alizaliwa kule Singida, mahali wanakausha mtama mpaka msimu uishe ndio wakasage. Wewe umezaliwa hapa Arusha, unafungua tu fridge pap, unakutana na paja la kuku. Yeye mama anajua kula kwa kiasi, wewe unajua kula kwa kumaliza. Mama anajua kula kushiba, wewe unajua kula kufyeka. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ni binti, una kitambi. Ulizaa lini watoto? Jamani, Bwana asifiwe sana. Sisemi kitambi cha kawaida, hata mimi ninacho. Hata pune wangu ana kitambi kadogo, lakini una kitambi kilichopitiliza. Yaani kitambi hata ukiweka glasi hapa inabaki. Natembea. Mwambie mweza kufanya mazoezi. Mwambie fanya mazoezi, bado msichana ikitaisha. Alafu ule kidogo. Mwambie kama natupenda kula taratibu taratibu. Ninafundisha kanisa langu la nyumbani. Ukiwa na afya njema ni furaha yangu. Ukiwa na figa nzuri mimi ni furaha yangu. Ukiwa mrembo mimi ni furaha yangu. Maskini tunakula sana. Maskini ushibi.
Jifunze kwanza kukataa nyama hata zipo. Mambo ya kuhama na kusema tuwekee kolabo ili ukawapunje wenzako, achana nayo. Kuna watu wanasema pa kuleni na huyu maana anajua ataenda kumpunja kule. Yesu oye. Omba. Unajua tuko kwenye maombi, si ndio Ombea appetite yako, mwambie Mungu nipunguzie appetite. Unakula hivi kwa sababu chakula ni cha bure. Kama umekaa na mwanafunzi hivi kama Elda, mwambie unakula sana kwa sababu chakula ni cha bure. Guse, mwambie unakula chakula cha bure. Kwani unanunuaga chakula wewe? Ngoje uanze kununua chakula kwa pesa zako mwenyewe. Ukiona vidada vyote vinakula chips nini, nyumbani vinaenda vinakula huku ugali, ubwabwa, maharage, vinaenda kushindilia chips. Niweke hapa na mshika kimoja. Vinashindilia. Lakini mdada ambaye anafanya kazi na anajua akili yake, anaenda nyumbani kupika. Atanunua maharage ya 500, anaenda kupika nyumbani. Anayaunga, anaweka hapo na kapilipili kidogo. Alafu anapika hapo kaubabwa au kaugali, anajua nitakula saa hizi na kaugali nitabakiza asubuhi. Ikifika asubuhi hana microwave, lakini anajua namna ya kupasha. Ugali anadumbukiza kwenye salfette kama maji, anadumbukiza, anachemsha, kanapata moto kidogo. Anajua huo ni mwendo wa mchana mzima, anaenda mahali anauza mbao asubuhi mpaka jioni. Ni mdada. Wewe nenda Timba siku hizi zinauzwa na wadada. Kadada mpaka jioni kamekusanya, ndio unaona kamenunua ploti. Wewe endelea kula chips na mayai na mishikaki, uone kama utakuja kuzikwa na manispaa. Unataka maombi? Usiombe hela kwanza, ombea tabia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mahitaji ya mwili: kula vizuri, kula kwa kiasi, kufanya mazoezi, kupumzika, kuupeleka mwili kwenye kufunga na kuomba. Ngoja muone kanisa tumepungua. Ngoja tumalize mfungo na tutangaze vitu. Sikesho kuta harusi ya Eriki, mtaniambia hapa, si mnaona viti viko kule havijapangwa? Mwenyewe Timotheo utaniambia viti havitoshi baba. Alafu nitasimamisha kanisa, wangapi wageni? Hakuna hata mmoja. Wote wenyeji, lakini walikuwa wako bize. Maombi yameisha, wamerudi. Sasa hivi hata maji pale hayawekwi, tumefunga. Baada ya ibada tutafungua. Tunaombea nini? Mahitaji ya mwili, nafsi na roho. Haya ndio mahitaji ya kuombea. Tabia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuombea, kufanya mazoezi. Madhara ya mwili ni tamaa za mwili na uvivu. Unajua kuna tamaa mbaya na tamaa za mwili. Ndio maana Biblia inasema tamaa za mwili. We kama ni mwanamume una tamaa za mwili, oa. Tamaa za mwili sio dhambi. Nilipokuwa kijana mimi, kuna wakati nilipata shida sana. Nilikuwa kijana mdogo, nikiamka usiku napata shida, nikiamka asubuhi napata shida. Nikaenda kwenye maombi, nikaomba, nikasema Mungu nipige ganzi, nichome sindano kama ile sindano ya punda mpaka nife kabisa. Siku hiyo niko kwenye seminar, nimeenda, mtumishi Maboya ndo alikuwa kijana, anasema mpe Bwana makofi glory. Anasema nakwambia nini mwanangu, ukiamka asubuhi ukajikuta uko namna hii mwanangu, basi ujue wewe ni mwanamume lijali mwanangu, nampa Bwana makofi glory. Nikasema kumbe sio dhambi nimpe Bwana makofi glory. Nimshukuru Bwana kwa maana kuna watu wanaenda wanatafuta dawa za nguvu za kiume, si ndio? Mbona ujielewi tena? Nimekupeleka wapi? Kichakani chenye miba. Kuna tofauti ya tamaa za mwili na tamaa za nini? Za dunia. Kwa sababu mwili umeumbwa kula. Yaani mapenzi na nini ni mahitaji ya mwili kabisa ya kawaida bila pepo. Ndio maana Biblia inasema kwa ajili ya mwili kila mtu awe na nini? Na mke wake na mume wake mwenyewe. Sasa mwili unahitaji mazoezi na chakula. Ukishakula vizuri ukapata mazoezi ukapumzika, unaanza kuleta shida, unaupeleka kwenye kufunga. Ukiupeleka kwenye kufunga umepiga lijambo. Ni sana dume kubwa la ng'ombe umeliwekea nini? Pini.
Unaona ng'ombe mkubwa wale wanafungua hapa, kazi yake ile pini, ukimvuta yule ng'ombe anaumwa, anaacha kelele. Maombi ya kufunga na kuomba yanautiisha mwili. Ni umefungwa nini? Pini. Una tena kelele. Lakini ni mdada unafunga alafu unadokoa chakula, unaondoa pini. Delight, unaondoa nini? Pini. Kwa hiyo ukiondoa pini hatutakushika, unavunja zizi. King! Tunakuta huko nje unatembea dume la ng'ombe au dume jike kubwa, unatembea tayari umevunja nini? Zizi. Unataka kukamata huo mwili, piga msosi vizuri, pumzika, piga tizi sawa mwanangu, lakini funga na uomba. Kama umeelewa sema amina. Jamani, Bwana asifiwe sana. Naomba usome andiko hili tunapomaliza, na nasikia vizuri. Mhubiri mlango wa 10 mstari wa 9. Hiki ndio watu wanapendaga sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa hii haleluya. Mlango wa 10 mstari wa 19. 10:19. Mahitaji haya tumepata wote. Halafu usiende kuomba, unaanza kusema mimi nataja kuombewa. Kaombewe. 19 anasema hivi, karamu ufanywa kwa ajili ya nini? 1, 2, 3. Karamu ufanywa kwa ajili ya nini? Kicheko. Na divai ufurahisha nini? Maisha. Na fedha inaleta jawabu la mambo yote. Sasa mimi kukuambia omba pesa, najua si shida kubwa, maana kila mtu anajua pesa italeta majawabu. Ni watu wachache sana wajuage kuomba hela. Lakini pia unapoomba hela, Bwana Yesu asifiwe sana, omba njia ya kupata hela. Usiombe Mungu nipe hela, Mungu nipe njia ya kupata hela. Haleluya. Mungu akufundishe namna ya kupata faida. Anasema mimi ni Mungu nikufundishaye kupata faida. Maana yake anakufundisha njia ya kupata nini? Hela. Kila siku mnasikia nataja viploti hapa, nataja viploti hapa. Ndio njia Mungu amenifundisha ya kupata hela. Nanunua ka ploti ka $3,000,000 nauza 7. Sasa ninunue ploti ya $3,000,000 6. Nilinunua ploti 28 kwa Morombo, niliuza gari yangu, nikanunua ploti 28 kwa $2,200,000 sijui na $100,000. Sasa hivi ploti hizo $5,000,000 $6,000,000 nimeuza hapo, zimeisha. Mungu atanipa nyingine, zile zimeisha. Lakini kwa nauza najenga. Mnaona nakuja hapa, wale ambao tuko tunakaa hapa, baba Alfa anajua tunajenga hapa. Nakuja najenga, na mwaga lori hapa, nakuja nanunua viti, nakuja nanunua vyombo, nakuja nasomesha watoto. Kuna Bright wanaenda chuo kikuu, kuna Eriki wanasoma. Nauza tu ploti. Watu yule anaiba sadaka zetu. Sawa, mimi nitaiba sadaka nisomesha watoto 19. Mje mpige mahesabu hapa, kwa kweli muangalie kama mimi naibaga sadaka. Lakini Mungu alinifundisha namna ya kupata nini? Hela. Wewe ni njia gani Mungu amekufundisha kupata hela? Muombe Mungu, nifundishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Muombe Mungu, nifundishe. Sasa nataka kwa nimefundisha haya mambo, tuyaombe. Wangapi mnasema tuyaombe? Niwaongoze maombi kidogo. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu sema, Bwana Yesu, ni wewe uliyesema haja zetu zijulikane na wewe. In the name of Jesus. Tulia, funika macho yako. Tunapofunga macho ni ili upate utulivu mzuri. Na naomba maneno haya yaandikwe kwenye moyo wako, yaandikwe kwenye nafsi yako, yaandikwe kwa kalamu ya chuma, yaandikwe katika jina la Yesu. Yaandikwe kwa kalamu ya chuma na wino wa chuma, wino wa moto, kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, ulisema haja zenu zijulikane na Bwana. Wewe ni Mungu uwezaye kuyafanya mambo makubwa mno, zaidi ya yale tunayowaza na zaidi ya yale tunayoyaomba. Mchana wa leo, kwa jina la Yesu,
nasogea mbele zako. Ninajua uko tayari kunibarikia na vitu vyote ninavyovihitaji kwa namna ya mwilini. Mahitaji yangu yote ya kifedha upo tayari na unaweza. Wewe unaweza. Bwana Yesu, unaweza kunibarikia. Ninajua unaweza. Nimesikia umewapa wengine, umefanya kwa wengine, na kwangu utafanya. Kwa jina la Yesu ninaomba unibariki kwa baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu. Niwe tajiri wa kiroho, nisiwe kiziwi, nisiwe bubu, nisiwe kipofu wa kiroho kwa jina la Yesu. Ibariki roho yangu, bariki nafsi yangu, niponye majeraha ya nafsi yangu, niponye na mambo na watu walionifurahisha na nikaingia kwenye utumwa wa dhambi hii ambayo inanitesa kwa jina la Yesu. Kila dhambi, kila uovu, kila ubaya unaonifurahisha ninautapika, toka ndani yangu kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu, achia nafsi yangu, achia hisia zangu, achia mawazo yangu. Niache leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila tabia inayonifurahisha, inafurahisha moyo, inafurahisha nafsi, inafurahisha mwili, lakini ni kinyume na Baba yangu. Nisaidie Bwana Yesu kuishinda kwa jina la Yesu. Bwana, ninaomba nibariki na mahusiano mazuri, upendo, familia, ndoa, ushirika kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ponya mwili wangu mbali na magonjwa, kila magonjwa yanayonyemelea mwili wangu, magonjwa ya kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza, vimelea vya magonjwa viachie maisha yangu. Bwana Yesu, umesema fedha huleta jawabu la mambo yote. Ninaomba unipe mlango na njia ya kupata fedha kwa jina la Yesu. Amen.